try and error mechi hiyo. Ni mechi ya moja kwa moja, inabidi uweke nondo zako zote ambazo ziko available kuhakikisha unapata alama 3. Do anything you can. Haina kucheza vizuri wala vibaya, kinachotakiwa hapo ni pointi 3. Kwa sababu tayari aliyekuwa anakukimbizia akaisha kukaribia alama. Vipolo alivyokuwa ameviacha akashamaliza. Kwa hiyo anaanza kuweka kipolo kingine kuanzia kesho. Kwa the moment ambapo ukishindwa kupata maximum point, basi jua kabisa umemweka mwenzio kwenye nafasi ya kuongoza iwapo atachukua maximum points zake. Kwa hapo sasa ndio itakulazimu kurudi kwenye kubadili kauli kwenye hatuchezi, kwenye kucheza kazitafuta alama za ziada kwenye ukatafuta alama za ziada dhidi yake. Unapata au tumeainisha sasa tutacheza. Hivyo unaweza kujikuta automatically unabadili gia angani. Kwa hiyo mechi ya kesho ni muhimu sana, lakini tukizungumza tu generally Namungo sijawaona kama wako kwenye form nzuri sana. Sijawaona kama wako. Ni timu fulani ambayo inahitaji kufanyiwa mabadiliko makubwa ndani ya kikosi. Namungo ukiangalia kwa misimu hii miwili takriban, mwendo wake ni wa kusuasua mno. Kuna namna ambayo inabidi hata hichi kikosi kinachotumikiwa sasa hivi kinahitaji mabadiliko makubwa. Reshuffle. Kinahitaji kufanyika reshuffle kubwa. Kwa hiyo and I think nimesikia pia kuna reshuffle kubwa itafanyika ndani ya kikosi. Kwa hiyo kama wamiliki watakuwa waoni hicho, basi ya Kagera ya Mtibwa yanaweza kawa nakaribia. Umeelewa? Anaweza kawa nakaribia. Unajua hata Mtibwa naye alianza misimu 3 anasuasua. Hapa kajikuta unaofuata kashuka. Kagera nayo ukimwangalia hapa katikati kama kuna namna ambayo alikuwa anaponea. Unajua Kagera ilikuwa ni timu ambayo inamaliza kwenye nafasi za juu, 5-6 za juu. Lakini automatically ikaanza kuona kumaliza wa 9, wa 8, wa 10 kitu cha kawaida tayari. Yaani ukishaanza kujiona wewe kumaliza kwenye ukurasa wa pili wa msimamo wa ligi ni kitu cha kawaida. Tayari unakaribisha kushuka daraja. Kwa hiyo ukiwaangalia Namungo hiyo kitu tayari waianze kuiangalia. Namungo aliyepanda daraja kama unakumbuka msimu wake wa kwanza alimaliza kwenye nafasi nzuri. Alafu msimu wake wa pili akaenda kimataifa. Kutokea pale kapotea Namungo, hamna kitu anafanya. Na kama alisumbuka pia hata kwenye hii michuano ya Federation. Umeelewa? Namungo hata alivyoshiriki kimataifa alituongezea points kwa sababu alifika kwenye group stage. Umeelewa? Japokuwa kwenye group stage ya kuambulia point, lakini ndo alifika kule. Miongoni mwa timu ambazo pia zilichangia sisi kuanza kuingiza timu 4 kwenye mzunguko kwenye michuano ya CAF ni pamoja na Namungo ambaye alichangia points zake kwa kufika group stage kwenye shirikisho. Kwa hiyo kuna namna ambayo jina la Namungo sasa hivi limeshazoeleka. Linaanza kuonekana ni la kawaida. Kwa hiyo mimi binafsi sijui kama wako hivyo tayari na organize kwenda kukabiliana na Yanga ambayo itakuwa inahitaji kitu kwenye mchezo wa kesho. Vita nyingine ni ya Azam FC na Dodoma Jiji FC. Huwa na mechi tough. Yaani unajua kuna namna ukianza kuchunguza hizi mechi za Azam na Dodoma, kuna namna fulani hivi kuna ubishani mzuri sana zinavutia. Unaweza usiongelee kwa namna kubwa sana. Anzia ile mechi ambao walitoka bila Azam alistahili penalty nadhani kwenye ile mechi na alifunga pia goli likakataliwa, ileta polukushani pia hata walivyorudiana msimu ulivyoanza huu. Kwa hiyo ni mechi fulani hivi naamini Azam hawajawa na msimu mzuri tayari mpaka sasa hivi. Hawapo kwenye hawana kinyang'anyiro chochote ambacho wanagombania kwa msimu huu. Kwa hiyo at least nafasi ya 3 ndio kitu ambacho watakuwa wamemaintain. Of course wamedrop kwa sababu msimu uliopita walikuwa nafasi ya 2 wakaenda kushiriki Champions League, lakini kwa nafasi ya 3 bado haitokuwa mbaya kama tena na nafasi hiyo wakikosa kwa Singida, maana Singida naye anawakaribia kwa ukaribu sana. Kwa hiyo at least wanatakiwa waendelee kuvuna alama zaidi ili angalau wapate hiyo nafasi ya 3 na kuwaweka kwenye nafasi fulani ya kuenda kuanzia msimu ujao wakiwa tayari wana kitu, kwa sababu kadri wanavyoendelea kudrop maana yake wanaanguka vibaya sana. Misimu mingine Azam amekuwa na kawaida ya either ataishia nafasi ya 2 au ya 3 sana, lakini pia kwenye michuano ya FA utamkuta either nusu au finali. Lakini msimu huu amedrop sana na ameanguka sana. Kwa hata ile standard aliyokuwa ameshaiweka hajaiweza kuimaintain. Anataka tu angalau alinde heshima yoyote anayoweza kuichukua. Kwa hiyo nafasi ya 3 bado atakuwa amedrop, lakini afadhali tofauti kama akikosa pia nafasi hiyo kwa Singida means akashuka mpaka nafasi ya 4. Samani, msimamo wa ligi hapo unaweza kaupata. Nataka nijue tofauti ya Azam na Singida. Lakini mechi za
Azam na Dodoma Jiji mara nyingi nazonaga zinakuwa ngumu. Zikichezwa Jamhuri. Ya zikichezwa Jamhuri Dodoma. Paka jana mechi fulani ngumu. Paka jana tunasubiri update ya hizo update bado hawajacheza. Maana pointi zao ndio hizo. Wajua watakuwa hivyo hivyo. Azam ana alama 54. Nafasi ya 3. Sawa. Singida, ndio? Yuko nafasi ya 4. Ana alama 53. Tofauti ya alama 1. Yale amemkaribia kwa ukaribu huo. Kwa hii ni michezo iko sawa hapo? Yes. 27-26. Na samani mtu wa 5 kwenda kwa Singida. Mtu wa 5 ni Tabora United ambaye ana alama 37. Mtu mbali sana. Yao wawili. Kwa hiyo hapo maanake kuna mambo mawili. Kwa timu zilizobakia kwenye nusu finali shirikisho kuna 90% ya Singida kwenda michuano ya kimataifa. Hata kama sipokuwa bingwa wa shirikisho. Yaani kwa kupitia msimamo wa ligi. Okay. Kwa sababu timu 3 kati ya hizo 4 zilizobaki kwenye nusu finali ya kombe la shirikisho CRDB, timu 3 ziko top 4. Timu moja tu ndio iko nje ya top 4 ambayo ni JKT. Yes. Ambaye atahitaji kupita kwa Yanga na atahitaji kupita kwa kati ya Simba ama Singida mwenyewe achukue ili aichukue nafasi ya Singida kuingia kwenye kombe la shirikisho. Unapata hiyo point? Huku kwenye msimamo wa ligi tayari kaishamwacha mbali Tabora. Yes. Kwa most likely ana uhakika kwamba pale hapawezi kubadilika. Kwa wanachokitafuta sasa hivi Singida itakuwa ni kubadilishana nafasi baina yeye na Azam. Kwa Azam kwake hakuna room ya kukosea tena hapo. Hakuna room ya kukosea. Alama 1 ni sasa na mchezo mmoja. Ukishindwa kupata maximum point kwenye mchezo wako wa kesho dhidi ya Dodoma Jiji, iwapo Singida atafanikiwa kushinda mchezo wake, tayari anakaa juu yako kwa alama 2 kama sio moja. Maana ukitoa sare ndio itakuwa kwa alama 1, ukipoteza kwa alama 2, hapo utakuwa unacheza chasing game. Japo kadi ya Azam bado itabaki ya kwamba Singida ana mchezo na Simba. Ndio. Ambaye Simba huyo anahitaji point. Kwa hiyo kuna namna Singida amekaa sehemu ule msimamo wa ligi kaushikilia kwamba anaweza kubadili nafasi ya 3. Lakini bado fortune ya nafasi ya 3. Simba na Singida hawajamalizana kwenye ligi na nusu finali. Nakumbuka wao wana mechi 2 hapa. Wana mechi 2 ambazo zitakuwa ndani ya siku 4. Ambazo zitachezwa ndani ya siku 4. Mtakutana kwenye ligi, alafu ndani ya siku 4 mnaenda kukutana FA. Sasa hapo atakayepigwa mara 2 hizi mechi. Atakayepigwa mara 2, naye atakayekubali kupigwa mara 2. Kwa sababu huku kuna pointi ligi, huku kuna kutolewa. Kwa hiyo hizi mechi zote 2 kwa Simba zina maana ya ubingwa. Ukipigwa kwenye ligi, ukipigwa kwenye moja umeachia mkono mmoja tayari kwenye. Ukipigwa kwenye ligi bye bye. Hakuna tena nafasi ya kurecover. There is no room to recover. Labda hapo sasa tutaanza kuzungumzia habari za kanuni kama wale watu washiriki mchezo. Unaelewa vizuri? Lakini kimahesabu tu ya pointi na mchezo hiyo kwa heri. Kwa sababu hapo Yanga hapo ndo atakwambia pointi 4 ambazo huwezi kumkuta kwenye michezo 2 ambayo atakubakisha na mkamati. Hawezi kudondosha kwa sababu hapo atakuwa na Prison na atakuwa na Dodoma Jiji. Kumbuka hao tu wawili. Na unamuona Prison Mbeya. Prison Mbeya. Lakini Prison ambaye tayari unamuona anaelekea kwenye usalama, ana uwezo wa kumzuia. Na hizi ni mechi ambazo Young Africans kwa hali halisi jinsi ilivyo, kila dakika moja itachezwa kama dakika 90 ya finali. Umeona? Ndio maana yake Singida. Yaani Singida kuna namna kaukamata msimu wa Simba. Sana. Yaani kuna namna msimu wa Simba uko mikononi mwa Singida. Kwa maana ligi hatima yake kaishikilia. FA kaishikilia. Kwa sababu FA lazima umtoe yeye uende. Kwenye ligi FA kakutoa. Kwenye ligi kuna namna Singida anaweza kumfanya Simba ambulie patupu. Alafu kuna namna pia Simba anaweza kumfanya Singida kuwa daraja la vyote viwili. Kwamba nakupiga FA naenda zangu finali. Singida na meshira nani hapa? Hivi unajua ambacho mimi naangalia unaangalia hapo ambacho naangalia kwa point of view ya Singida kwamba anaweza akafungwa kwenye FA na kwenye ligi, lakini ile gap ya siku ndio kitu ambacho
kinanipa ule kigugumizi kusema kwamba inaweza ikawa rahisi kiasi hicho kwa Simba kufanya hivyo, kwa sababu unajua saa nyingine inakuaga ni matter of pride, kwamba yani hata timu iwe dogo kiasi gani, lakini mnapokutana ndani ya short time span inaweza ile timu ika-react tofauti na ikakupa tough game. Kwa hiyo well, itakuwa ni mechi nzuri kuziangalia. Mechi ya ligi ya Simba na Singida kwa mujibu wa ratiba ambayo naiona hapa inaonyesha wanakutana Mei 28. Okay. Mara tu baada ya yeye kutoka kwenye kwenye finali ya mkondo wake wa pili ya Confederation. Akimaliza finali zake za shirikisho, mechi yake na Singida. Na Singida kwenye sasa hapo unajua ligi kwanza. Ligi hapo ndio inakuja baadaye. Hapo kwenye hiyo kalenda hapo. So utaona kuna mstari wa kijani hapo umeandikwa hapo hivyo chini. Soma kwa FA tarehe ngapi? 21 I think. Kwa itaanza 31 tarehe 31. Okay, kwa tarehe 28 na 31 mwezi huu wa 5. Alafu kumbuka hiyo mechi inapigwa kule kwa raha Tanzania iko raha. Mechi ya ligi itakuwa hapa KMC. Kwa hapa sijui mtaongozana au mtafanyaje, lakini siku 3 zijazo inabidi mnacheza Tanzania iko raha. Yaani kama ni umekula kichapo wanaenda ukuta bado unafuta machozi. Bado unafuta machozi, alafu yule aliyokuchapa huyo hapa tena. Kama mtu amekutoa. Sasa hapo hii ratiba hii ni nini? Kutokea sasa kama kuna mchezaji au wachezaji wameumia kwenye mechi hiyo hapo. Msimu wa Simba huko kuanzia sasa mpaka tarehe 1 Juni. Sana. Kwa sababu hapa ndo unaamua kila kitu. Mpaka kufikia tarehe 21 swala lake ya shirikisho litakuwa lishamalizika. Sawa. Alafu ndo anaingia kwa Singida ambaye ligi ambaye ana FA. Umeelewa? Kwa ndani ya hiyo period of time ndo msimu wa Simba unamuliwa hapo. Kwa sababu kama utakuwa umekosa ubingwa kwa Berekani alafu ukakutana na Singida akakutibulia popote kati ya sehemu hizi mbili, maana yake tayari anakuwa ametel msimu wako. Kama akikupiga kote kuwili kakufanya umetoka patu. Lakini sasa wakati huo kama Simba naye atakuwa kampiga Berekani kwenye finali zake, anakuja kucheza kama bingwa wa Afrika. Kuna mawili, anaweza akaja kucheza akiwa na hangover yake ya ubingwa, kwamba ni hapo mimi haya mambo yenu mengine kama alivyosema Ahmed, sasa hivi sisi tusifocus na vitu vya ndani. Anawezekana akawa yuko kwenye hangover yake ya ubingwa, excitement ya kwamba kashangilia ubingwa, historia na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo hajali ya mingine atakayotokea hapa. Na kuhakikishia hata mashabiki hawatojali. Unanielewa vizuri? Kama watapata ubingwa wa Afrika, hivyo vingine vitakuwa bonus. It's a tough ride, unajua. Hapa ni nyakati ngumu. Lakini ni nyakati ambazo mashabiki na klabu kubwa kama Simba zinaishi kwa ajili ya nyakati kama hizi, unajua. Unajua kwenye hii nyakati ndio wakati wa kuonyesha ukubwa wao. Ngoja ngambie, unajua kitu kimoja Mkule, nikwambie na yote ambaye anasikiliza. Hauwezi kuwa kwenye hizi nyakati kama ni timu ndogo. Of course. You have to be a very big club kuwa kwenye hizi nyakati. Kwa sababu hapa tunazungumzia uko kwenye finali ya michuano ya bara, Continental Football, Continental Tournament, uko kwenye finali yake. Wewe ni miongoni mwa zile timu mbili za mwisho zilizobaki kwenye hiyo michuano. Finalist. Hauwezi kufika pale kama ni mbovu. Huwezi kufika kwa bahati mbaya. Sawa. Hapo uko na mchezo ambao unaweza kaa unaamua umeshikilia mbio zako za ubingwa, maana yake uko kwenye title race kwenye ligi yako pia nyumbani. Unapata hiyo point. Tena kwa margin ndogo ya point hiyo moja. Hapo uko kwenye nusu finali ya michuano ya FA ya ndani kwako. Hiyo ndio michuano miwili mikubwa. Kwa at the same time uko kwenye nyakati za kugombania makombe matatu kwa wakati mmoja. So hizi nyakati hauwezi kuwa kama ni timu ndogo. Unahitaji kuwa mkubwa ili uwe kwenye nyakati kama hizi. It's a defining moment. Uwezi kuwakuta, siwezi kutaja majina, lakini uwezi kukuta timu ndogo ziko kwenye hizi position. Yaani kwamba sasa hapa tunafanyaje? Tuamue ipi tuache ipi? Huu ugumu nao uone. Kuna usemi ule wanasema mtaka yote kwa pupa ukosa yote. Ukienda kwa pupa unakosa yote, ndio. Wewe bana, achana na mambo ya mtaka yote kwa pupa na mambo mengine.
yule tunazungumza in a positive way kwamba Simba yuko kwenye nafasi ya kuchukua vyote hivi. Ndio yuko kwenye position hiyo. Bas full stop. Au mengine tutakuja kuyajadili iwapo atakuwa ameyakosa. Leo kuna kitu nimepost kwenye page yangu. Kile mimi binafsi sijakipenda. Winga walikuwa wanatafuta nini Winga? Wakati fulani inabidi ujaribu kuwaza nje ya box. Utaanza kuwaweka viongozi tena. Jaribu kuwaza nje ya box. Mimi box lako. Wewe mashabiki wa Tanzania unawajua. Hebu fikiria nje ya box. Na mimi niliwalenga hawa wawili Simba na Yanga. Mimi binafsi box lako sikulipenda. Kwa nini Winga unafikiria matatizo? Kwa mfano mimi nikuulize kwenye hilo box lako unalizungumzia nje ya box. Wewe ungekuwa ni shabiki ungemlaumu nani? Ungemlaumu nani? Kwa sababu upo kwenye unajua, lakini pia